nampongeza sana Mheshimiwa Rais, si kwa hili na hata haya anayofanya huko. Maana kiukweli sisi wengine tunatamani aendelee maisha, japo kitu ambacho hakiwezekani. Baada ya kupigiwa simu sema na Rais, walikuja ZECO kuangalia umeme huu, akasema hii nyumba kweli iko kwenye hatarishi. Sasa ikabidi tufuatilie sisi kule. Tukaenda tukafuatilia, tukarudi, mara wanakuja hawa wanaangalia, wanakuja wanaangalia, mpaka tena tukafikia. Tunamshukuru Rais kwa kutusaidia nyumba hii. Sema na Rais inatusaidia sana. Ni kama hivi, baada ya kuona tunasumbuka kwa mwaka mmoja, mimi kwa sababu ni mtumizi wa mfumo, nikapeleka malalamiko yangu katika mfumo wa Sema na Rais kuhusu habari ya umeme. Ahlan wa sahlan, karibu katika kipindi maalum, kipindi bora cha Sema na Rais Mwinyi, kipindi ambacho kimeandaliwa kutoka idara mawasiliano Ikulu kupitia kitengo cha Sema na Rais Mwinyi. Jina langu ni Ishra Sefuali. Karibu uwe nami mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki. Wiki hii tunakwenda kuangazia utatuzi wa changamoto ya ukosefu wa huduma ya umeme, na hapa tuwasikilize wananchi hao wakiongea kuhusiana na utatuzi huo. Tatizo langu liko kwenye nyumba yangu. Baada ya kuolewa mimi 78, laini kuu ya umeme ikapita chini ya nyumba yangu. Umeme mie umenikuta. Maana hapo tupo wanapita wazungu hao wanafyeka, mimi ndo niko hapa. Hawakuivunja mpaka leo hii. Sasa umeme unatuletea matatizo. Maana tunaona saa nyingine ukivuma upepe, mapepo yakiwa makali vina vichembe vya nini hivi na zuka vya kama vya moto. Mmoja nilikuwa na mpapai hapa nikauacha mpaka umekuwa, basi ule mpapai wenyewe umefanya wekundu. Shirika la umeme lilipokea taarifa kutoka kwa mwananchi pamoja na kupitia mfumo wa SNR ya mwananchi huyu ambaye analalamikia umeme mkubwa kupita katika eneo lake, na shirika la umeme lilifanya uchunguzi kwa sababu wakati line hii inajengwa wananchi karibu wote katika eneo lile walikuwa wamelipwa. Wananchi wote ambao wamepitiwa na umeme ule walilipwa. Isipokuwa hatakuwa na kumbukumbu za mwananchi huyo, na shirika la umeme limechukua hatua za kumtafuta mthamini na akafanya tathmini. Na shirika limefika pale sasa pa kulipa. Ambaye imefika pale sasa huyu mwananchi anatakiwa kulipwa, na baada ya kulipwa tumejisikia raha na tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Mwenyezi Mungu ampe kipaji inshallah, akae adumu, ampe khairi nyingi inshallah. Baada ya kuzipokea tu fedha, hatukuwa na mjadala, tulianza na nyumba. Tukasema hii pesa tukiichukua shilingi, basi nyumba hatutojenga kwa mazingira ya siku hizi na vitu vilivyokuwa ghali. Tukaanza zoezi la kukata miti na kujenga. Alhamdulillah, mtu tupofika ndo hapa sasa hivi. Changamoto ya mwanzo nafikiri tatizo si umeme au waya ulipita. Nafahamu mwanzo, yani hii kesi ilianza kwamba walipita, nafikiri wenyewe walisema mbona hii nyumba ipo chini ya waya na hapa nyumba nyingi kwa mujibu ulivyo mshalipwa. Tukamwambia nyumba si hatujalipwa tangu enzi babu zetu wenzetu kwa ile walilipwa na zimebomolewa. Kwa hiyo changamoto tulikuwa tunaipata, wale mabwana wale walipokuwa wakipita hapa, wao wana imani yao kwamba hii nyumba ishalipwa, na mpaka tukafikishana mpaka kwa sheha kwamba sheha akasema kweli hii nyumba haijalipwa. Kwa hiyo na hii nyumba basi ndio akasema nyumba ipo kwenye ni hatarishi kwa sababu waya upo juu hapo, kwa hiyo ni hatari. Nafikiri tunajua kuhusu hasara za umeme zikiwa karibu. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ndio hiyo, umeme ule umepita pale juu ya bati, kwa hiyo inakuwa ni hatari pengine kwa afya, kwa mazingira ya binadamu kuishi kama pale. Mie sina maneno mengi, ila nampongeza sana Mheshimiwa Rais, si kwa hili na hata haya anayofanya huko. Maana kiukweli sisi wengine tunatamani aendelee maisha, japo kitu ambacho hakiwezekani. Nifahamu mabarabara, hospitali,
maji, yani angalia kama maji mpaka sasa hivi tunapata pale, umeona maji. Hayo yote ni jitihada yake Mheshimiwa Rais. Shanifahamu kuhusu swala la nyumba hii, kwa sababu ulikuwa kidogo kuna matatizo hapa kupitia njia ya umeme. Tulikuwa makwama, lakini Mheshimiwa Rais kalipushi ile jambo kupitia kwa uwezo wake alionao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunafarijika. Na hichi kitu pia nakipongeza sana hichi kusema na rais, kwa sababu wamepita marais wengi hapa nyuma hatupai kupata hichi. Kwa hiyo pia tunawapongeza kwa jitihada hii, sababu nafikiri nyinyi ndo mnompa njia nzuri marais kupata kujua matatizo ya vijijini au sehemu mbalimbali, matatizo kwamba nyewe mna mchango mkubwa sana kumfikishia rais hizi habari. Nafikiri mimi nampongeza sana kwanza nampongeza kwa hii Sema na Rais. Nafikiri hii ndio chacho ya kujua matatizo yetu katika vijiji tofauti. Sasa mimi nampongeza sana kwa kuunda hii ndio tunasema na Rais. Ni jambo jema na natumai tumefurahi sana na liwe endelevu, lisiishie, na muzidi kwenda kutafuta changamoto nyingine za wenzetu vijijini. Kwa kweli tunamshukuru Dr. Mwinyi kwa hili na Mwenyezi Mungu amlipe kila laheri. Shida yetu ilikuwa ni umeme, tumelipia muda mrefu na ilikuwa haujafika huko nyumbani. Kila tukienda bado ilikuwa hawajafika kuja hapa kushughulikia. Shirika la umeme alikuwa akifuatilia, alikuwa anaenda mkwe wangu. Kwa hiyo kenda kazunguka sana kule, mwisho wa siku ndo akaenda kwa Sema na Rais, ndo akapata kufuatiliwa, akaja akaekewa mita. Baada ya kwenda kule Sema na Rais ndo wakaja wakaweka nguzo hii ya umeme, wakatuwekea na mita. Sasa hivi tunashukuru umeme tunao. Kabla ya kupata umeme ilikuwa tunapata shida, kwa sababu saa nyingine tunakuwa mna joto, hatulali ndani joto. Jiko tunataka tutumie majiko, hatupati kutumia, friji hatutumii, hatuwashi TV. Kwa kweli ilikuwa ni usumbufu kidogo. Giza lipo kwa sababu mtaa bado mpya huu. Hata majumba hamna. Sasa kama nyumba itakuwa haina umeme kidogo ilikuwa tunapata shida. Ikifika usiku ndani mtu haingii, anaogopa hata kutoka nje. Sasa hivi mtu popote unaweza ukatoka, naweza nikatoka nikaenda dukani usiku, nikarudi mwenyewe siogopi. Naweza nikaingia sehemu ndani muda wote tu, wala sijitishi, kwa sababu hata watoto walikuwa naogopa huko ndani kuingia kama hawana taa. Lakini sasa muda wote wanazunguka na nyumba wakati wote, wenye TV wanaangalia kama kawaida. Changamoto yangu ilianza na umeme kukatika mara kwa mara. Unaona umeme upo kabisa kwenye mita, lakini ndani hauingii. Kwenye mita unaandika low voltage. Nikachukua namba ya ZECO, sababu ninayo namba na customer care ile, nikawa napiga, wanakuja, lakini wanatatua siku mbili, ya tatu inarudi vile vile. Napiga tena, yani ni kama miezi mitatu hivi. Bahati ninao mfumo wa Sema na Rais, nikatumia mfumo huo kulalamika. Nikalalamika Sema na Rais, na bahati nzuri wakanipigia simu, wakaja, wakaangalia, na ikawa tatizo ni transformer ilizidiwa. Kwa hiyo transformer ile ikaondolewa na ikaletwa nyingine mpya, ambapo sasa hivi tatizo limetatuka, umeme uko vizuri. Changamoto zilizokuwa zinajitokeza, umeme ukiwa mdogo, kuna moja unazima kabisa, ama zinawakataa tu, huwezi kuwasha pasi, huwezi kuwasha feni. Nikawa nahangaika, inabidi nitafute fundi akija ananiwekea mfumo ya kwamba mimi naweza kuwasha tu angalau zile taa kwa usiku nione, alafu asubuhi tatizo linakuwa linatatuka kidogo, kwa sababu nadhani utumiaji wa umeme unakuwa ni mdogo, inakuwa afadhali usiku. Yani ikiingia saa 12 tayari, yani zile taa ni dim kiasi kwamba kama umewasha kibatari. Nashukuru mfumo huu unatusaidia sana, kwa sababu malalamiko ukituma wewe kama wewe mwananchi, watendaji kidogo wanakuwa wana delay kutekeleza.
lakini huu mfumo ni kama umewaongezea nguvu, umewaforce kufanya kazi kwa vizuri zaidi na kwa haraka. Kwa hiyo yanatatuliwa kwa haraka tu. Changamoto yangu ya pili ilikuwa ni kwa wazazi wangu. Nguzo ya umeme ilianza kuoza taratibu, wakapeleka taarifa ZECO, lakini hawakupita kabisa. Kwa hiyo mimi nimeenda kutembelea wazazi wangu, nikakutana na ile nguzo tayari imeanguka na imeangukia kwenye bati la nyumba. Kwa moja nikachukua hatua, kwa sababu alishaniambia kwamba hata ile kuanguka, mimi wakati nakwenda ni kama siku ya 3, walishatoa taarifa, wanasema wanakuja. Lakini mimi nikachukua hatua pale pale, kwa sababu mfumo ninao kwenye simu yangu, nikalalamika. Na bahati ilikuwa ni Januari mwaka jana, wakati wapo kwenye maonyesho ZECO wenyewe, nikalalamika. Alafu siku ile ile nikaenda kwenye banda lao, lakini bahati nzuri baada ya kufika pale kwenye banda nikakuta kwamba wao wenyewe wananipigia simu. Yaani nafika na simu inaingia kwamba kuna lalamiko umetuma. Nikasema ndio, na mimi mwenyewe ndo ninakaribia kwenye banda lenu. Kwa hiyo nikaenda kwenye banda moja kwa moja, tukafahamishana vizuri na likatatulika siku ile ile. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa mfumo huu, na naomba watendaji waendelee kufanya kazi kama vile ambavyo mwenyewe Mheshimiwa Rais anataka. Kulikuwa kuna mwekezaji anaitwa Daniel Ferdinand Kikove, mwekezaji wa ndani, ambaye yeye alifanya makubaliano na uongozi wa kijiji kwa wakati huo kuhusiana na wampe sehemu ndogo ya ardhi, na makubaliano hayo yalikuwa ni yeye mwekezaji kuchimba kisima, kuweka matenki pamoja na mambo mengineyo. Lakini katika kuchimba hicho kisima na kuweka matenki ilikuwepo na kufikisha umeme katika eneo la tukio. Sasa yote yale mimi ndo nilikuwa wakati huo niko ubavu wa huyo mwekezaji, yani bwana Daniel Ferdinand Kikove, kumwakilisha katika ubavu wake wa mwekezaji. Sasa sisi kwa ubavu ule ikiwa sisi ndo tunalazimika kutekeleza yale makubaliano, mimi nikafika shirika la umeme kwa ajili ya kwenda kufanya taratibu za kufungua faili na kulipia, na tukafanya hivyo, kufungua faili pamoja na kulipia, na ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2022 ndio tulipolipia, na wakati huo tumekaa zaidi ya mwaka bila huduma kupatikana. Sasa kwa vile tulikuwa tunashirikiana na wenzetu ubavu wa kijiji, na wao kutuuliza tumefikia wapi kuhusiana na umeme, lakini kama tunaambia bado haujafika, na tukijaribu kuwauliza bado tukifuatilia huku na kule, lakini tulikaa zaidi ya mwaka. Sasa wenzetu ubavu wa kijiji kwa wakati huo wakaona ipo haja sasa kutoa msukumo na kulipressurize hili swali ili kuona tunaweza tukalitatua vipi. Hapo ndipo naona wenzetu mmoja kati yao akaona afike katika mfumo, kwa sababu upo kuweza kusaidia na kupeka hizi harakati kwa kasi. Akaamua kuingia katika mfumo wa Sema na Mheshimiwa Rais ili kuweza kutatua. Na baadaye hapo mimi alikuja akanipa taarifa kwamba ameingia katika mfumo huu wa Sema na Mheshimiwa Rais, na hapo ndipo nikaenda tena kwa mara ya pili, akalitaka mimi niwe na risiti, nikaenda kuchukua ile risiti. Hapo baada hapo kusema kweli tena haikuchukua muda, basi tatizo lile likatatulika. Kusema la kweli, hakuna kitu kizuri duniani kama mawasiliano baina ya mtu na mtu, baina ya taasisi na taasisi, baina ya ngazi husika na ngazi husika. Lakini kwa hili alilokuja nalo Mheshimiwa Rais, maanake limekuja kupaza sauti, na hasa sauti ya walio chini, kufika yale matakwa yao
katika ngazi husika. Hilo tumpongeze kwa kiasi kikubwa, kwa sababu bila kubugunya maneno, sisi watu wa Zanzibar kinachotusibu kwa kasi kubwa ni muhali, au maana yake ni kwamba mtu kujimilikisha. Ukipewa dhamana unakuwa wewe sasa ndiyo mfalme, badala kutumika kwa wale ambao walokusudiwa. Sasa kitengo hichi kimekuja kupambanua sasa kwamba dhamana uliopewa, maana yake jukumu lako unatakiwa wewe utumike kwa wale ambao wanahusika kwayo. Sasa kitengo kimekuja kuweka wazi bayana kabisa, ili wewe tunakupa nafasi kwa ajili ya kwenda kutumika, sio kwamba wewe ukawe mfalme. Sasa kwa ubavu wangu mimi naona kimekuja kutubainishia hasa sisi watumishi wa umma kwa sasa. Maana yake kama anavyosema mwenyewe Mheshimiwa Rais, fanya kazi, lakini lazima ile kazi yako ionekane na watu waambie kwamba tumefanya hichi na hichi na hichi katika muda huu, tumefanya hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini ukikaa navyo basi na watu kujua, haitajulikana. Kwa hiyo yenyewe huo mfumo alikuja nao Mheshimiwa Rais pia umekuja kuakisi na maneno yake, yani maneno pamoja na vitendo, yani kaeleza maneno akainisha na vitendo vyake. Baada ya kumpokea mwekezaji wa ndani na tukafanya makubaliano, na hatua ambayo ilitufikisha kwenye mfumo ni hatua ya kuwekewa umeme, kama alivyokusa kusema kuwa tulichukua muda wa mwaka mmoja umeme haujafika. Lakini baada ya kuwa tunazungushwa nenda huku nenda huku nenda huku, kumbe tukakumbuka kuwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar aliweka kitu rahisi kuwasilisha katika taasisi husika, ili watu wasisumbuke kama vile walivyokuwa wakisumbuka mwanzo. Na kwa hili nimpongeze sana sana sana, kwa sababu alikushajua neno la mwananchi, ili hata likamfika yeye basi kama miaka 5 ashamaliza, kwa sababu limkute mkuu wa wilaya, limkute mkuu wa mkoa, limkute waziri, limkute nani, miaka 3-4. Lakini kwa kuwasilisha maswali ya matatizo moja kwa moja ndo akaika mfumo wa rais. Ili sema na rais, hili nimpongeze sana. Na sema na rais inatusaidia sana. Ni kama hivi, baada ya kuona tunasumbuka kwa mwaka mmoja, mimi kwa sababu ni mtu ni mtumizi wa mfumo, nikapeleka malalamiko yangu katika mfumo wa sema na rais kuhusu habari ya umeme. Tukaanza kupigiwa simu, tukaulizwa risiti, na mimi namwakilisha ndugu yangu ambaye kwa wakati ule hajawasheha, ambaye kila ambacho mimi ninapigiwa simu basi na yeye namuunganisha. Tukaenda hivyo mpaka ukaja kuwekwa umeme, wakati yeye hata habari hana, ila mimi tu nikamwambia bana, umeme ushaekwa pale ambapo tulipokuwa tumepeleka malalamiko yetu. Kwa hivyo sasa hivi tushakamilishiwa ile haja yetu. Sasa niseme tu kuwa mfumo wa sema na rais ni mfumo ambao unatusaidia sana, kwa sababu mimi kama nilivyosema ni mtumiaji wa mfumo. Nishapeleka malalamiko Wizara ya Afya, shatatuka. Nishapeleka malalamiko Wizara ya Elimu, shatatuka. Nimepeleka wizara shirika la umeme, limetatuka. Kwa sababu mimi pamoja na kuwa ni mwana kijiji, lakini mtu wa kamati ya maendeleo shehia ya Kiwengo. Sasa mimi niseme kuwa hata rais atakapomaliza muda wake, niombe tu kuwa huu mfumo watakaokuja wauendeleze, vinginevyo tutarudi kule nyuma. Wananchi tutabakia na shida, tunapiga kelele vigogoni, muda unaenda, hakuna utekelezaji. Baada ya kuwasikiliza wananchi hao, na sasa twende tukapate tangazo kutoka kwa wadhamini wetu, Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ.
kwa urahisi wako popote ulipo duniani. Kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani Sema na Rais Mwinyi, basi nikukumbushe unaweza kutuma malalamiko yako kupitia mfumo wa Sema na Rais au kwa kudownload app ya Sema na Rais Mwinyi, na kipindi hiki kikaja na utatuzi wa changamoto zako. Na sasa twende tukamsikilize naibu mkurugenzi kitengo cha Sema na Rais, ndugu Haji Hamis Makame. Yeye anaongeleaje kuhusiana na malalamiko ya wananchi hao? Ofisi ya Rais Ikulu kupitia idara ya mawasiliano Ikulu, kitengo cha Sema na Rais, tumepokea malalamiko mengi kuhusiana na wananchi kukosa huduma za umeme katika maeneo mbalimbali yakiwemo maeneo ya Kiwengwa, Kisauni, Mpendae, lakini na maeneo ya Mwera, ambayo katika mfumo wetu huu kama kawaida yetu, kazi yetu ni kufuatilia changamoto hizi zinazowakabili wananchi ili kuweza kutatua changamoto zao. Wananchi hawa wengi wao walikabiliwa na tatizo la kulipa huduma ya umeme, na baada ya muda mrefu kutokupatiwa huduma zile za umeme. Lakini wengine walikuwa na changamoto ya nguzo za umeme kuharibika au kwa muda mrefu zimeoza na zinaanguka, lakini huduma hizi nazo zilikuwa ni changamoto pale ambapo wanawasiliana na shirika la umeme ZECO kwenda kubadilishiwa nguzo, na ilikuwa ni tatizo. Kwa hiyo na wao waliamua kutumia mfumo huu wa Sema na Rais. Lakini kama tunavyojua, katika kipindi kilichopita au cha muda kidogo, kuna mwananchi wa Fumba Chaleni, na yeye alikuwa na changamoto ya kutokulipwa fidia ya nyumba yake pale ambapo ulipita umeme wa njia kuu kule Fumba Chaleni. Lakini hatimaye baada ya kufuatilia kama kawaida mfumo wa Sema na Rais, tumezungumza na wenzetu ZECO na tumefahamiana, na alhamdulillah tunashukuru kwamba mama yule wa Fumba Chaleni wameweza kulipwa fedha zao zote na wameweza kujenga nyumba nyingine pembezoni mwa nyumba ambayo ilikuwepo awali. Lakini pia tunashukuru kwamba mfumo huu wa Sema na Rais umekuwa na uelewa kwa wananchi wengi ambao kwa sasa wanaweza kutumia mfumo huu, na kila tukiweza kuonyesha hizi utatuzi wa changamoto zetu au changamoto za wananchi zinazowakabili, kumekuwa na uelewa wa baadhi ya wananchi nao kuweza kutumia mfumo huu wa Sema na Rais. Kama tunavyojua, kupitia shirika la umeme kuna changamoto nyingi ambazo zilikuwa zinakabili shirika, na ambazo kwa sasa na wao wameweza kuplani mpango kazi wao wa muda mrefu wa kuweza kutoa huduma zile ambazo zitakuwa zinaridhisha kwa wananchi. Tumeona kwamba kuna maeneo mengi ambayo yamekuwa na ukosefu wa umeme kuwa mdogo kwa sababu tu ya mahitaji ya vijiji au mitaa. Hapo awali transformer zilizokuwa zinawekwa zilikuwa ni za voltage kidogo, lakini kwa sasa mitaa inaongezeka, kwa hiyo kumejitokeza changamoto nyingi ya baadhi ya maeneo kuwa na umeme mdogo. Kwa hiyo sasa hivi wenzetu ZECO tumeweza kuzungumza nao kufuatilia changamoto hizi, na tumeona kuna sehemu ambazo kwa sasa zinafungwa transformer kama hiyo ya Kisauni, kama mlalamikaji alivyolalamika hapo, na wao walikuwa wanakosa hiyo huduma. Lakini baadaye, baada ya kupita lalamiko lake kupitia mfumo wa Sema na Rais, tumefuatilia na wameweza kufungiwa hizo transformer. Kwa hiyo tunajua kuna baadhi ya maeneo mengi ambayo yapo bado changamoto hizo, na wananchi wameweza kutumia mfumo huu kuelezea changamoto zao. Tunaomba wananchi wawe na subra, kazi inafanywa na watu ya shirika wamejipanga kuweza kubadilisha hizo transformer, kuweka zile transformer ambazo zitakuwa zinakidhi haja ya maeneo yao au mitaa yao. Pia tuwashukuru wananchi ambao wameweza kuona vipindi vyetu hivi vya Sema na Rais kupitia shirika la utangazaji ZBC, ambao wamekuwa nao na mwamko wakatupigia simu au wakatumia fursa hii ya kutumia mfumo wa Sema na Rais, ambao nao walikuwa na changamoto kama hizo ambazo za wenzao zilizokuwa zinaonyeshwa kupitia kipindi hichi. Tunawashukuru kwa mwamko wao,
na tunaomba waendelee kuwa mabalozi kwa wenzao na wao kuwaelimisha pale ambapo wanakutana na changamoto kama hizi. Basi Sema na Rais, Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ameweka mfumo huu kwa ajili ya wananchi kuweza kushughulikiwa changamoto zao. Kwa urahisi wako popote ulipo duniani. Hiki hakina la ziada tena. Unaweza kutuma malalamiko yako kupitia mfumo wa Sema na Rais kwa kudownload app ya Sema na Rais Mwenye. Jina langu ni Ishra Sefuali, mimi na wewe tukutane tena juma lijalo. Lakini tunachokizungumza raia kina ushahidi mheshimiwa. Twiteni mheshimiwa, wazawa tuko nyumbani, watu wa kutoka nje wako makazini na wanalipwa pesa nyingi. Kwa sababu zilikuwepo meli hapa na zote zimepotea kinyume. Kwa hivyo namwambia kama ni rais, mie sina mjane, sina kazi, sina chochote, sina lolote. Lakini kuna kuzidiana katika inaweza kurudi nipizani, lakini mimi sikujificha. Hata ukipata kwa wengine wanaweza kujitokeza, lakini mimi nathubutu kukwambia tuko wengi, nyuma yangu wako wengi, tena wa sekta binafsi, sio sekta ya mafuta, mahoteli. Mimi binafsi yangu nanunua maji hapo ya chumvi kwa jirani yangu. Maji ya serikali huu mwezi wa 5 kabla miaka 20 kumwangalia mgonjwa wake na pengine yuko